na tunamshukuru Mheshimiwa Waziri alipokuja aliona jitihada mnazozifanya za kujiletea maendeleo, na mimi binafsi nilikuwepo, nilishuhudia hapa samaki walikuwa wengi, na kwa kweli kaamini Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio utamaduni wa kila siku wa hapa kwamba ukija utakutana na samaki. Sasa kumbe ilikuwa ndio siku hiyo. Kwa hiyo ulioyasema Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nakubaliana na wewe kwamba katika shughuli hizi za wanakikundi, sisi wataalamu tuna wajibu wa kuwasaidia kupangilia vizuri, ili unapovuna uwe na consistency ya uvunaji. Kila baada ya muda fulani unavuna, kila baada ya muda fulani unavuna. Kwa hiyo hata utaratibu wa kufuga unaweka kwenye kalenda ambayo itakusaidia kuwa more sustainable. Ukiwa unavuna baada ya miezi 6 tena huvuni kabisa, unapotea, hata wateja wako unaweza kuwapoteza. Lakini ukipangilia vizuri, ukasema tunahitaji tani 3 au tani 2 tuvune mwezi wa 4. Baada ya hapo tunahitaji tani 2 tuvune mwezi wa 6. Tunahitaji tani 2 tuvune mwezi wa 8. Tunahitaji tani 2 tuvune mwezi wa 10. Kwa hiyo utakuwa umeweka kalenda yako katika utaratibu ulio mzuri. Kwa hiyo hata wale vifaranga unaoagiza utakuwa unaagiza katika mpangilio huo. Hicho chakula unachoagiza kwa ajili ya vifaranga wa samaki na chakula na chenyewe utaagiza kwa mpangilio huo. Na hivyo utaifanya biashara yako kuwa ni endelevu. Baada ya biashara mnauza, mnakaa zaidi ya miezi, si leo tangu mwezi wa 2 tarehe 28. Leo tuko mwezi wa 5, almost tunaelekea 28. Kwa miezi mingapi? Mitatu. Sasa na hatujapata hata vifaranga, hatuna chakula. Kwa hiyo mpaka tukaje kupata, tukaanze kufuga, wanatumia muda gani kukomaa? Miezi 6. Unaona sasa mwaka mzima huo tayari. Niwaombe maafisa ushirika, maafisa uvuvi, mwasaidie sana, mkisaidie sana hiki kikundi. Taarifa yenu inaonyesha umemaliza mauzo, lakini kwa sasa hamna vifaranga. Maana yake hamna mtaji. Mtaji wenu ni samaki, ni vifaranga. Sasa hivi hamna vifaranga, maana yake hamna mtaji, au kwa maana nyingine hamna kazi inayoendelea. Sasa niwaombe sana maafisa ushirika na maafisa uvuvi, mwasaidie sana kikundi hiki kuhakikisha kwamba wakati wote waendelee kuwa na kazi. Kwa kuwa mkimaliza mauzo alafu wakati huo hamna samaki, hamna kazi tena inayoendelea. Niwaombe maafisa wataalamu kukisaidia kikundi hiki ili kiweze kuwa na kazi endelevu. Tulianza na kizimba kimoja, lakini kwa mafanikio yanaendelea kupatikana. Mpaka sasa tumefikisha vikundi 5 ambavyo vinafuga samaki, na watu binafsi wafuatao 12 ambao nao wameweza kuwekeza katika ufugaji wa samaki. Takriban kila wiki sasa hivi tunaweza kupata angalau kwa mwezi kuvuna mara 2 samaki katika wilaya yetu ya Chato. Hivi tunaendelea kuhamasisha vikundi vingine na watu binafsi wanaweza kuwekeza katika wilaya ya Chato waweze kuwekeza, ili tuweze kupata mavuno mengi zaidi na kuinua wananchi wetu wa Chato kwa kipato cha uvuvi bila kutegemea samaki wa kuenda kuvua ziwani.